Viongozi, familia ya Wamalwa, wenzangu wa Kitale, Mirembe, Mirembe bosi, Mirembe kandi, hamjambo, Kitale mpo? Asanteni sana. Naomba radhi kwanza kwa sababu ya kuchelewa. Vile mmesikia kutoka ndugu yangu, nilikuwa nimetembea Ethiopia huko, pole hata sauti imepotea, lakini mnanisikiza, si ndio? Asanteni kwa ukaribisho wenu. Tuko hapa siku ya leo kwa sababu ya heshima na kumkumbuka ndugu yetu mkubwa Michael Kijana Wamalwa. Michael Kijana Wamalwa alikuwa kiongozi wa taifa letu la Kenya, lakini pia alikuwa rafiki yangu, alikuwa mtu ambaye tulikuwa tunaheshimiana. Tukiwa hapa siku ya leo kumkumbuka, tuko hapa kumkumbuka, lakini pia kukumbuka vitendo vyake ambavyo alitenda kwa jamii ya Wakenya, sisi Wakenya wote. Asante. Kijana Wamalwa ni yule mtu ambaye hata kama alikuwa mwanasiasa, alikuwa ile wazungu wanaita a gentleman. Hakuwa mtu wa vita, alikuwa na neno yake kulingana na maono na haki yake, na hakuwa na vita na mtu yeyote. Vile mmesikia kutoka kwa Mheshimiwa Charity Ngilu, hata kama tulikuwa marafiki, tulikuwa upande tofauti ya kisiasa, lakini tofauti yetu ya kisiasa haikuwa uadui. Na vile mmesikia walikuwa, asante, ngoja kidogo, vile mmesikia hapa, sisi tulikuwa upande ya KANU na Moi, na tulikuwa tumepanga kushinda hiyo uchaguzi ya 2002. Hata nilikuwa nimemuomba Mike, njoo tufanye na wewe. Akaniambia bana, mimi niko upande mwingine, lakini hakuniibia siri ya vile watakuja na nguvu. Na jameni, walikuja na nguvu, wakatufurusha na Moi, tukaambiwa twende tukapumzike, na mimi nikatii amri, kwa sababu hiyo amri ilikuwa ya viongozi, na viongozi wetu ni nani? Ni nyinyi wananchi wa Jamhuri ya Kenya. Na tukatii amri, na wakachukua usukani na wakaendelea na uongozi wa taifa, lakini hatukuwa na uadui. Mimi nilikuwa kiongozi wa upinzani, yeye alikuwa kiongozi upande wa serikali. Maofisi yetu ilikuwa karibu kule bunge, na mara kwa mara tulikuwa tunatembeleana maofisi, tunajuliana hali, tunaongea ya kitaifa, na tunaendelea pamoja. Na ndipo niko hapa kwa hiyo heshima. Na tukiwa hapa kwa hiyo heshima, tusisahau pia ya kwamba Kijana Wamalwa na viongozi ambao wameketi nyuma yangu, wakina Charity, wakina Martha Karua na wengine, walijitolea kwa hali na mali kupigania demokrasia ya taifa letu, uhuru wa Wakenya,
kuwa wana haki ya kujichagulia viongozi wanaopenda. Na mimi niko hapa siku ya leo kusimamia hiyo haki. Hakuna mtu yeyote ambaye anaweza kutoa hiyo haki ambaye ilipiganiwa na jasho na damu aseme sasa ati hatuna haki ya kusimama pahali popote ambapo mtu anataka. Tunaelewana? We are a democratic society, and those democratic ideals were fought for hard by the man amongst others who we honor today. Na hatuwezi kukubali turudi nyuma. Mutakubali kurudi nyuma? Mutakubali kurudi nyuma? Kama ni kuomba kura, tuombe kwa amani. Wananchi wana ujuzi wa kujua. Wakisema wanataka Kalonzo ni Kalonzo. Wakisema wanataka Ruto ni Ruto. Wakisema wanataka Matiang'i ni Matiang'i. Wakisema wanataka Sifuna, Sifuna. Jameni, chungeni. Mimi sitaki kuitwa sponsor bana. Mimi sitaki mambo mingi. Mimi nimesema ya kwamba chaguo ni la nani? Chaguo ni la nani? Na hakuna haja ya kulazimisha Mkenya yeyote kwenda upande huu au upande huu. Wakenya watajichagulia wenyewe. Na mimi naomba viongozi wa kisiasa tuende kwa wananchi kwa amani. Tuhubiri yale ambaye tuko naye kwa amani. Hii mambo ya kuzuia wengine kufanya mikutano, ya kufanya nini ni kurudisha Kenya nyuma. Na tunataka kusonga mbele. Kama unataka kura, omba kwa unyenyekevu. Wananchi watakupatia ama wakunyime. Hata mimi niliomba na nikanyimwa. Nikarudi tena nikaomba nikapewa. Ama ni namna gani? Na watu wasiseme ya kwamba yale ambaye nasema mimi naingilia siasa. Mimi sina haja na kiti yeyote. Tunaelewana? Mimi nashukuru Mungu kwa ile miaka amenipea kuwa kwa uongozi, na nawashukuru wa Kenya kwa kunipatia hiyo nafasi. Hii nafasi sasa ni ya wengine, na Wakenya wenyewe ndio wataamua ni nani. Lakini wajue ya kwamba unajua kila mtu anaweza kusema anataka, lakini Mungu anaamua ni mtu mmoja peke yake. Wakitaka mema wajaribu kutafuta njia ya kuungana, watembee pamoja na waheshimiane. Si ni kweli? Tumekubaliana. Kwa hivyo kwa sababu ya hali ya anga, na bado kuna wengine labda mnataka kusikia sauti yao, mimi nasema Kitale, Mungu awabariki. Mungu aendelee kulinda marehemu hayati kijana wa Malwa. Aendelee kulinda familia yake, na aendelee kushikilia taifa la Kenya. Na nyinyi wa Kenya musikubali kugombanishwa. Musikubali kugombanishwa. Muungane, mukae kama kitu kimo. Mungu awabariki na walinde. Asanteni sana. Thank you.